maradhi yake, kila siku yeye ni kuumwa. Chanzo cha maradhi yake kakosa mtu wa kumsaidia. Yeye kila siku akikumbuka masuala ya kesi tu, pressure, kila kumbuka masuala ya kesi tu, kisukari. Jamani, kweli ndio sheria inavyosema hivyo? Mtu asiyejua sheria ndio aumizwe kiasi hicho? Mimi ningependa viongozi baadhi ya mawakili waweze kuchunguzwa, kwa sababu kuna baadhi ya mawakili wanatumia mifumo hii kuweza kuwaumiza watu, kwa sababu wanatarajia kula kwa mifumo hiyo. Sasa kama kweli nyinyi mawakili mpo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia baadhi yenu, naomba msitukanishe mahakama. Mahakama ni sehemu tukufu, ni sehemu iliyokuwa sahihi, ni kwa ajili ya kuwatetea watu wote, na mahakama ipo kwa ajili ya kuwatetea watu. Hivyo basi tunaomba viongozi wa juu, hii kesi hii kama itahitajika, sisi tutoe vielelezo vyote, hii kesi iweze kusikilizwa upya, kwa sababu tumetezwa nguvu. Narudia tena, tumetezwa nguvu, na ndio maana kesi imefika hapa ilipo. Hukumu leo ni tarehe 26 mwezi wa 5 2025. Inatakiwa kesho Jumanne saa 7 mchana, ambayo itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa 5 2025, kesi ikasikilizwe pale, hukumu ili iweze kupita. Je, hivi kweli hii dunia imeumbwa kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo na watu maskini kuweza kuteswa na kunyanyika kiasi hichi? Hivyo basi viongozi wote mpo, na imani hili mtalipata, na ninakuombeni nyie viongozi, nyie mmeteuliwa na Mungu, watu watake wasitake, nyie viongozi, nyie ni pendekezo la Mungu. Hivyo basi nyie viongozi ambao ni pendekezo la Mungu, tunaombeni muweze kuwasaidia watu wanaopitia changamoto za kudhulumiwa. Watu wanadhulumiwa kwa kutokujua sheria, watu wanateswa. Na kama watu wanateswa, hivyo basi nyie viongozi wetu mlioandaliwa na Mungu, mliokusudiwa na Mungu, njooni muwatetee watu wasiojiweza. Wapo wakina mama wengi wanateseka kwa kutokujua sheria. Wapo wakina mama wanakandamizwa na kuumizwa kwa baadhi ya watu kwa sababu wao tu wanajua sheria, hawa wengine hawajui sheria. Na ndio maana mimi kauli yangu nayosema sote hatuwezi kujua sheria, na ndio maana kwa kutokujua sheria yetu, ndio maana sisi tumeumizwa mpaka kufikia hapa. Tunaomba waziri, viongozi wote wa juu, wakuu wa mikoa, tunaomba mawaziri, mama yetu kipenzi cha wanyonge, viongozi wote wa juu, tunaombeni jambo hili muweze kuliingilia. Sisi tupo tayari kesi hii ianze kusikilizwa vizuri kwa makini na haki ipatikane. Hili jambo limetengenezwa, na ndio maana limefika hapa. Jambo limetengenezwa, hili jambo si la kweli, na ndio maana mimi niseme tu ukweli, wala sitaki kuficha. Aliyekuwa muhusika wa jambo hili, aliyefungua kesi hii mahakamani, dada yangu alimwambia kitu kimoja: kama kweli katika nyumba hii una haki yoyote au hata tofali moja umetoa kwa ajili ya kujenga nyumba hii, basi naomba hilo jambo Mungu akupe haraka sana. Ila kama huna tofali hata moja uliyotoa, au katika nyumba hii huhusike na kitu chochote, basi Mungu atanilipia hapa. Hilo jambo alizungumza mahakamani. Alivyotoka hapo, baada ya mwezi mmoja, huyo bwana alikufa. Huyo bwana alikuwa na mdogo wake nyuma, ambaye yeye ndiye alikuwa master plan anayesimamia hilo jambo. Mungu pia, dada akamlilia Mungu, huyu mmoja tayari hayupo, lakini yupo huyu mwingine ambaye kwangu ni kikwazo, anayeniumiza. Mwezi wa kwanza alivyokufa yule mwanamume, mwezi unaofuata akafa na yule kijana. Baada tena kuna mwingine ambaye ni mfumo sio dalali, sio alikuwa ni nani, na yeye pia alimuomba Mungu, baada mwezi pia unaofuata naye pia kafa. Kwa maana Mungu yupo macho, na Mungu anaona. Mungu anataka watu tutende haki,
Mungu anataka nyie mlio juu muwasaidie watu waliopo chini. Watu wanateseka. Kuna watu wanatumia fursa hizi wao kuwaumiza watu wasiojiweza. Mpaka sasa hivi dada kafirisiwa, hata hela ya kula hana, maisha yake ni ya kuungaunga. Hapa ninavyokuambia nipo naye, hajui usiku atakula nini. Ikiwa kama hajui usiku atakula nini, kesho anamkaje? Hii kesi ilivyomwendesha, hii kesi imemfilisi kila kitu. Kesi ina mwaka wa 10. Hii kesi imemfilisi, hata ulaji wake ni watabu, anakula kwa shida. Leo hii aje anyang'anye nyumba yake hii, hana baba hana mama, watu wote wamemkimbia. Ina maana leo hii akija kunyang'anya nyumba yake hii, akae wapi? Aishi wapi? Mwisho wa siku lawama zote atazibeba serikalini, kuwa serikali inatutesa sisi wanyonge. Kumbe maskini ya Mungu serikali hamuhusiki. Ni baadhi ya watu wachache ndio wataka kuitia doa serikali yetu. Ni baadhi ya watu wachache ndio wanaotia doa mahakama yetu. Hivyo basi tunaomba viongozi muweze kupitia hii kesi. Hili jambo ni uongo, hawa watu wametengeneza. Lau kama wangekuwa wanachakua katika hili, dada asingeona tabu kukubali nyumba yuzo 50 kwa 50 igawanywe. Angepata chochote kitu, hicho apata angekipata kingine kumsaidia. Kwa hiyo ndio hivyo inshallah. Nimetaka niweze kukumbusha tu hayo. Naomba Mungu aweze kutusaidia. Hivyo basi ndugu zangu wote ambao watakopata klipu hii, naombeni muweze kutusaidia katika hili, na imani Mungu atawabariki sana. Nashukuruni sana na Mungu awasaidie.